Ahlani wa sahlani wapenzi watazamaji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa mara nyingine tena tuna furaha ya kuwakaribisha katika mazungumzo na vijana kuhusiana na mustakabali wa maisha yetu. Nasema maisha yetu kwa sababu na mimi bado ni kijana, japo naweza nisionekane kama kijana, lakini mwenyewe najihisi kijana. Kwa hiyo nina haki ya kusema kwamba mazungumzo yetu kuhusu mustakabali wetu sisi kama vijana. Tunafahamu kwamba taifa letu limejitengenezea dira yake ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Kwa hivyo tunapita katika maeneo tofauti tofauti kuweza kukutana na vikundi vya vijana kwa sababu wao ndio wapo sasa na wapo kesho, kuweza kufahamu nini ufahamu wao kuhusu hiyo dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Leo tuko na vijana ambao kiumri ndio vijana ambao wana muonekano wa umri mdogo kuliko makundi yote yaliyotangulia. Kabla hatujaanza mazungumzo hayo, kwanza ningependa wao watuambie tuko wapi, ili mtazamaji aweze kufahamu hapa leo tuko wapi, na mtu akitaka kufika hapa anafikaje, na mahali hapa pana sifa gani ya kiupekee. Nani angependa kutuambia tuko wapi na unafikaje hapa na pana sifa gani ya kipekee? Hapa tulipo sasa tupo katika eneo la Mahonda, kitongoji cha Mahonda. Ni kitongoji kinachopatikana katika mkoa wa Kaskazini Unguja, wilaya ya Kaskazini B. Ni dakika takriban 40 kutoka Stone Town mpaka kufikia hapa. Na kwa mitaa tuliyopo, hii ni mitaa ya Sterling, tupo kwenye shule ya Nunu. Lakini kama utakuwa umepanda usafiri wako wa daladala, maana yake kutaka kufika eneo tulilokuepo hapa inakubidi ushuke katika shule ya msingi ya Mahonda. Ukishuka shule ya msingi ya Mahonda na ukaulizia tu kwenye eneo linaloitwa Nunu, unafika hapa tulipo. Na sifa ya kipekee kwenye mji wetu ambao tupo hapa ni kama ilivyo kwa Wazanzibari wote, ni wakarimu, watu ambao tuna heshima, lakini pia tunajali watu. Lakini kikubwa kilichotangaza zaidi hapa Mahonda ni uwepo wa kiwanda cha sukari ambacho kipo takriban sasa hivi ni miaka 40, na maana yake ni kiwanda ambacho kimeanzia kilianzia mnamo miaka ya 80. Ni kiwanda ambacho kinazalisha sukari tangu mpaka sasa hivi. Shukrani sana Muhsin. Sasa kama nilivyosema, tunazungumza kuhusu dira. Wangapi hapa kwa kunyoosha mikono mmewahi kusikia au kuona kwenye TV, kwenye redio kwamba, au kwenye vyombo vingine vyote vya habari au vyanzo vyovyote vile, Tanzania ina dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050? Nyosha mkono kama umewahi kusikia, unafahamu kwamba Tanzania ina hiyo dira yake. Ni mmoja tu, wawili, watatu kati ya takriban wanne kati ya takriban vijana 16 ambao tuko hapa. Mlisikia nini? Hiyo dira, kitu gani unachokumbuka kuhusu hicho ulichosikia kuhusu hiyo dira? Yoyote ambaye angependa kuzungumza, karibu. Mimi nimewahi kusikia hizo tetesi kuhusiana na dira. Yaani kilichomaanishwa kwamba kama sasa hivi tuko hapa, manake mpaka miaka 50 inayofuata mbele tutakuwa tuko wapi kama Tanzania na vijana wa Tanzania. Hicho ndicho nilichokisikia katika vyombo tofauti vya habari. Wamesema tutakuwa wapi? Ya wanavyosema kwamba kama sasa hivi tupo hapa, manake watahakikisha kwamba tunapoifikia miaka 50 Tanzania iwe imepiga hatua maradufu kulikoni hapa tulipo sasa hivi. Hicho ndo nilichokisikia katika nyanja tofauti za kimaendeleo. Unaposema watahakikisha, wakina nani hao? Manake ni serikali. Kwani dira ni ya serikali? Dira ni yetu sisi. Manake kwenye mitandao ya kijamii niliwahi kusikia na vyombo vingine vya habari kwamba serikali ina mkakati wa dira ya maendeleo ya wananchi, manake kuhakikisha kwamba mpaka itakapofikia miaka 50, mwaka 2050, mwaka 2050 na maanisha basi kijana kama kijana awe tayari kajikomboa katika nyanja tofauti, hususan katika uchumi. Sawa. Ndio. Asanteni sana. Hivi neno dira maana yake nini? Hata kama hatufahamu, kwamba kwa wale wengi ambao hawafahamu kama nchi
ina dira yake ya maendeleo ya mwaka 2050, lakini neno dira wewe ukilisikia inakujengea picha gani? Dira maana yake ni maono. Dira ni maono. Maono. Sawa, mwingine? Dira maana yake ni mwongozo. Mwongozo. Yaani mtu anakuja anakuongoza kitu fulani ufanye ili ufikie sehemu ambayo umeweka malengo mwenyewe. Sawa. Asante Yahya, kuna mwingine mwenye nyongeza? Dira ni kama maono ama direction inakudirect wewe, ambayo iliyoambatanishwa na elimu, kazi na maendeleo. Kila mtu hapa ana dira yake katika maisha yake. Kweli si kweli? Kweli. Ni kweli. Mnaweza mkatushirikisha nyinyi dira zenu? Yoyote ambaye angependa kutuambia bwana, mimi dira yangu au maono yangu baadaye nataka niwe hivi au niwe na maisha ya hivi na hivi na hivi. Kama wanavyosema 2050 watu watakuwa mbele zaidi kuliko walipotokea. Na mimi nikishakuwa na ujuzi wangu binafsi na nikishaichangia jamii na nikishajenga mustakabali mzima wa jamii, bimaana na jamii itaondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yaani hali itakuwaje? Yaani labda nyumba zitakuwa ziko hivi. Tuseme kama biashara. Yeah. Tutakuwa kuna biashara ambayo hapo mwanzo ilikuwa hazipo na zitakuwa zinaingiza income yote kwa ajili ya kwa biashara zitakuwa zimeshamiri. Yeah. Sawa. Mwingine? Lazima kwanza niwe na fani yangu ambayo itanisaidia mimi mwenyewe katika kupigania malengo yangu na kuyatimiza ndoto zangu. Kwa hiyo katika kujikwamua mimi, lakini pia nitahakikisha pia jamii inayonizunguka nayo pia naikwamua kupitia nilicho nacho mimi. Let's say kama mimi nitakuwa na ujuzi wa kitu fulani, maana yake na jamii yangu nayo baadhi nitawashirikisha kwenye hiyo. Maana yake tupite kwenye hizo njia zetu ili tuhakikishe baada ya muda fulani ambao tumejiwekea malengo yetu yawe sawa na yametimia. Malengo yenu yakitimia patakuwaje? Patakuwa na picha gani? Wewe inakuja picha gani ndani ya akili yako? Cha kwanza, kama mimi nitakuwa nina fani fulani ambao nimejihakikishia kwamba itanikomboa kimaisha. Kwa hiyo na wao pia nitawachukua ili kusudi wasibaki kukaa maskani kuwaza mambo ambayo hayafai. Kwa hiyo picha nitakayokuja kuileta hapo baadaye, maana yake tutakuwa na jamii bora ambayo inajielewa na kujitambua kwenye kupigania maisha yetu sisi kama vijana. Kuna vitu kadhaa vinajitokeza hapa wanapozungumza Muhsini na Abdulaziz. Ningependa niulize maswali. Kwanza, wote wawili wanasema kwamba wao wakishatumia fani zao kujikwamua kwenda mbele hawataki kuiacha jamii nyuma. Kwani kwa sasa hivi hali ikoje? Wale ambao wamejikwamua kama wapo, wameiacha jamii nyuma au wanaisaidia jamii yao hapa Mahonda? Wapo wengi katika jamii yetu, lakini hawana msaada mkubwa katika jamii yetu. Kana kwamba manufaa makubwa ni kwa wao wenyewe tu binafsi. Kwa bado wapo watu hana ajira, bado wapo watu hana sehemu ya kutoka kwenda sehemu yote kujishughulisha, wanalala tu usiku, wanalala na kuamka tu kila siku. Wengine mnakubaliana na hilo kwamba hapa Mahonda kuna watu ambao wamejiweza kidogo, wamepiga hatua, lakini hawana msaada katika jamii? Mnakubaliana na hilo? Sawa. Ni jukumu lao kuinua jamii. Hapo zamani, manake wakati wao ndo wanakuwa kabla ya kufanikiwa kwao, manake kulikuwa kuna wale malezi ya pamoja, sio malezi ya mzazi kwa mzazi. Kwa kama umelelewa na wazazi tofauti ambao ni wa kwako kindugu wa damu na wa nje wa kindugu wa damu, manake tayari wewe umelelewa na jamii. Kwa hiyo lazima hapo utakuwa umeshikwa mkono na jamii. Kwa hiyo kama umeshikwa mkono na jamii, na wewe pia una haki ya kuja kuishika mkono jamii yako. Au niulize pia kivingine kwamba hauoni haya mambo ya kusaidia kwa kuwa tu mtu alinisaidia basi na mimi nije nimsaidie, yanaweza yakawa yananichelewesha mimi kupiga hatua zangu? Ikiwa wewe umesaidiwa na jamii yako, basi lazima ukishakuja kupata maendeleo na wewe umepata kitu ambacho cha kukuongoza katika maisha yako, umejiweza kidogo, lazima uisaidie jamii, kwa sababu kuna baadhi ya vijana wingi wanaonekana saa kwamba mtu kitu anataka ila yule wa kumsapoti hana. Sasa mazali yule anataka labda kielimu, lazima umshike mkono na yeye afike ambapo ulipo ili musaidiane kwa pamoja kuwainua wengine. Yaani watu wengi wanasoma fani lakini unakuta wakishamaliza kusoma zile fani zao wanarudi mtaani, kazi hamna.
na unakuta ambao hapo mtaani kuna mtu ambao wapo wenye zile fani na wanafanya kazi katika kampuni kubwa kubwa. Sasa unakuta wale waliomaliza kusoma zile fani zile wanaangalia kwa jicho la pembeni, sio kama vile wawainue, hawawezi, wanawaacha mtaani. Mtu kasoma fani lakini unamkuta mtaani anaendelea kuchana suruali. Unafikiri ni kwa nini wale ambao wameweza angalau kupiga hatua wanashindwa kuisaidia jamii yao? Kwa nini wanashindwa kuisaidia jamii yao? Sasa unakutia watu wengi kujifanya kujisahaulisha kile ambacho walipewa wao mwanzo, sababu mtu alishikwa mkono akasaidiwa kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine, lakini anapopata yeye sasa anasahau zile fadhila alizofanyiwa nyuma, au kuna watu wanajifanya kwamba wametingwa na majukumu kiasi ambacho wanasahau wale wengine. Wengine wanajifanya wametingwa. Hivyo wanajifanya wametingwa au kweli wametingwa jamani? Wapo wanaoact. Wapo wanaoact. Wanaoact vipi? Wapo ambao wametingwa. Sogeza mic. Wapo ambao wametingwa. Ukimuona tu mtu unajua kwa alivyo katingwa. Lakini kuna mwingine anaigiza kuwa katingwa wakati hakutingwa. Hili swala la nani hii la kuelimika, mkasema kwamba na mlizungumza Abdulaziz na Muhsin mwanzoni kwamba jamii ambayo inakuwa imeelimika, lakini wakati huo mmesema kuna vijana 300 ngapi wanaacha shule. Kwa nini vijana wanaacha shule? Vijana wanaacha shule kwa sababu ya let's say, unakuta labda maisha ya nyumbani kidogo yanakuwa sio mazuri kiasi ambacho mtu anashindwa kujikimu kimahitaji. Labda unakuta mzee maisha yake ni duni, anaweza tuseme akataka mahitaji fulani akayakosa na ikampelekea kwamba aache kuendelea na shule. Inawezekana kwamba labda kuna michango fulani unaweza ukachangishwa shule, labda kuna masuala ya majengo unaweza ukatoa chochote kitu. Lazima na wewe uchangie, sio kwamba kila kitu utategemea serikali. Lazima utoe chochote kitu. So hichi ndio kitu ambacho pekee yake kinapelekea katika, yani kinapelekea vijana kukata shule. Kwa ufahamu wenu nyinyi hapa Mahonda, idadi ya vijana ambao wanaacha shule kadiri miaka inavyokwenda ni idadi ile ile, inapungua au inaongezeka? Kwa uoni wangu katika jamii yetu ya Mahonda, kadri siku zinavyosonga mbele, vijana wanaongezeka kwa 1% kubwa, na hii ni kutokana kama msemaji aliyetangulia hapa, jamii yetu kusema la ukweli tuna umaskini wa kutupwa. Kwa hiyo unakuta wale watoto ambao wametarajiwa na familia zao waende wakasome, warudi waje waikomboe familia, hawa wazazi wao wanaowategemea hawa watoto kwanza ni wanyonge. Unakuta mtoto badala ya kwenda shule anafikiria jamii, nyumbani kabakisha nini, kaacha nini, mzazi wake kamwacha vipi. Kwa hiyo safari ya kuendelea na masomo inakuwa ngumu zaidi. Akiangalia wazee tayari wameshakuwa na umri mrefu, lakini hawana chochote. Yeye anataka asome, lakini akirudi nyumbani anakuta peupe, hapana kitu, chakula hamna. Kwa hiyo badala ya kusonga mbele inambidi arudi nyuma sasa akapambanie wazazi. Kwa hiyo kadri siku zinavyokwenda watu wanaongezeka kukaa mtaani na kuacha mashule. Ashraf anasema kuna umaskini wa kutupa. Vijana wanakata tamaa, anaenda shule anarudi nyumbani hakuna chakula. Lakini mimi kama mgeni leo tu wakati tunakuja hapa Mahonda, nikiangalia aina ya nyumba zilizojengwa hapa, nyumba za tofali, nyumba za bati, tofauti na zamani. Nikiangalia barabara sasa hivi kuna roundabout nzuri zimerembeshwa, barabara zina lami. Nikiangalia vipando, vyombo vya usafiri vinavyobeba watu, vinavyobeba mazao ya vyakula, ukiangalia maduka yaliopo, chakula kinaonekana kipo. Huo maskini wa kutupa na usema Ashrafu uko wapi? Mimi sijauona. Kwa mimi sikubaliani na Ashrafu. Sijauona huo maskini wa kutupa. Tuanze na wewe, yule kule hajazungumza kabisa. Mpe mic. Vijana wengi wanaacha masomo kwa sababu ya maendeleo. Na kuna usemi wanasema hata ukisoma hakuna unachokipata. Kwa sababu unaweza ukasoma, ukamaliza shule,
ajira hakuna. Hata kile kitu unachokisomea, fani unaisomea, ajira hamuna. Hapa kwetu pana kiwanda cha sukari. Hata ukienda ukisema naenda kutafuta ajira, huwezi ukapata. Au unaweza ukasoma ukafika chuo kikuu, huwezi ukapata ajira, kwa sababu ajira zinakuja kwa kuangaliana. Tunasema kwa kuangaliana. Huyu mtoto wa fulani hawezi akapita. Au naambia huyu mtoto wa fulani chama fulani, vinaenda kama hivyo, zinakuja kwenye siasa. Baada mkaendeleza maendeleo ya jamii, lakini mnarudi nyuma kuangalia siasa au kitu fulani. Kwa hiyo watoto wengi wanarejesheka nyuma kuendelea na masomo kwa mambo yasio na maana. Kwa hiyo nafasi, kwa mfano kwenye kiwanda cha sukari, kazi zinaweza zikawepo, lakini upatikanaji wake anaangaliwa huyu mtoto wa fulani, au masuala ya siasa za vyama yanaingia. Tunaweza tukazungumzia kidogo hilo la siasa za vyama? Ndio mahala pake. Haya, hebu tuzungumze kidogo. Unajua hilo ni kweli na lipo, na katika maeneo yetu hususan visiwani limechukua hatamu hilo. Manake unaweza ukawa tayari umeshasomea fani fulani, au tayari umeshasoma, una elimu yako, una degree, una diploma, lakini kutokana tu na wazazi wako labda wapo mrengo wa chama fulani, kwa hiyo na serikali labda wanahitaji zaidi wale vijana waliowapika katika chama chao, basi wewe unakuwa hauna nafasi, hata kama yule ambaye yupo katika chama fulani ambaye anaajiriwa au anataka kuajiriwa hana elimu, au pengine elimu yake ni ndogo kuliko wewe ambaye umesoma zaidi. Kwa hiyo anaangaliwa yeye kwanza kwa sababu ya chama. Wewe unaambiwa kwamba kama uko basi waambie hao ndo wakutafutia ajira au wakupe kazi. Kwa hiyo siasa manake imekuwa ni changamoto. Watu wa mrengo fulani hawana nafasi, lakini watu wa mrengo fulani ndo wanaangaliwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo siasa imechukua nafasi. Hapo umezungumza vitu viwili. Asante sana Ashraf. Kabarwani kidogo na mimi. Ngoja tutakuja kwako Muhsin. Unaangaliwa mrengo wako wewe au mrengo wa wazee wako wa kisiasa, na watafahamu vipi mrengo wako wewe? Kama umeenda kuomba kazi, si kama unatakiwa kupeleka vyeti, unapeleka vyeti vyako. Wao wanafahamu vipi kuhusu mrengo wako wewe wa kisiasa? Haya, unajua sasa hivi tunasema dunia kidogo ipo katika utandawazi. Kuna vitu vingi vimejipambanua. Mimi let's say kwamba wazazi wangu wapo katika siasa, lakini kwenye mrengo wa vyama vya upinzani. Kwa kuwa katika shehia kuna masheha, kuna madiwani na watu wengine ambao wana nyadhifa fulani katika serikali. Kwa hiyo wale wanakuwa wanapewa kazi maalumu za kuchunguza wazazi na vizazi vyao. Wako katika mrengo gani wa siasa. Kwa hiyo hata kama utaenda kwenye taasisi na vyeti vyako, lakini mtu wa mwisho jaji anayeulizwa ni sheha wa shehia. Bana, kuna kijana fulani huyu katoka shehia ya Mahonda. Huyu kijana unamfahamu? Ndio namfahamu. Vipi, huyu wa kwetu au sio wa kwetu? Kwa kule ndo linakotoka jibu kwamba huyo sio wa kwenu. Kwa hiyo huyo anapigwa mchoro. Kwa hiyo unatambulikana kwa mtindo huo. Muhsin, unataka kuongezea? Mimi nilichotaka kuongezea hapo ni sahihi. Yeye naona alizungumzia kwenye upande mmoja, kwenye ajira za serikali. Na ndo inavyokuwa, manake mwisho wa siku lazima pia uwe na kadi ya CCM. Manake kama utakuwa hauna kadi, kwa sababu tunaizungumza CCM ndo serikali, ni chama ambacho kipo madarakani na ndo wahusika wakuu. Kwa manake kama unakuwa hauna kadi, hautoboi kwenye ajira za serikali. Huo kwa upande wa ajira za serikali. Lakini utajiuliza sasa, tuna kiwanda nacho, je, pia kitahitaji chama? Kiwanda hakihitaji chama. Lakini wenye kiwanda wanaangalia wafanyakazi nafuu. Yani sisi wa Zanzibar au vijana hapa Mahonda tunakuwa tunakosa ajira kwenye sekta binafsi kwa sababu ya wafanyakazi nafuu. Yani maisha tunaishi sasa hivi, watoa ajira wanatoa ajira zile za kikoloni tunasema.
Manake wewe ukienda kufanya hizo ajira za koloni. Wakoloni walipokuja hapa, kimoja alichokuwa nakitafuta barani Afrika ni wafanya kazi nafuu. Sawa? Manake ni kijana wa Mahonda, kama nitamchukua kiwandani ndio akafanya daiwaka, kwa siku atahitaji kulipwa shilingi 30,000-20,000. Lakini kijana wa Kitanzania bara anaweza akaja hapa akafanya kazi akalipwa shilingi 10,000 mpaka 12,000 na akafanya kazi vizuri. Kwa hiyo muajiri hatoacha kumchukua huyu ambaye yupo tayari kulipwa shilingi 12,000 akafanya kazi, hali ya kuwa kuchukua wewe ambao upo tayari kulipwa shilingi 30,000. Kwa hiyo nao hii pia imekuja imechangia vijana wengi wa Kizanzibari kukosa ajira. Ni kwa sababu vijana wengi ambao wanatoka Tanzania bara wamekuwa wanakuja kufanya kazi kwa bei rahisi tofauti na zilivyo uhalisia wake. Hapo nataka niulize kitu, na sisi tulikuwa na mjadala kama huo na tukabishana sana, nisikie hoja yenu nyinyi iko vipi. Kuna mwenzetu mmoja sitamtaja, tuko naye kwenye hii timu. Yeye anasema kama kijana wa kutoka huko Tanzania bara atakuja na atafanya hiyo kazi kwa gharama ya chini, na wewe ndio una kiwanda, unachotaka ni gharama zipungue. Kwa nini asimpe yule? Kwa nini ampe kazi huyu anayetoka hapa Mahonda ambaye anataka 30,000 wakati kumbe hii kazi inaweza ikafanyika kwa 12,000 kama alivyosema Muhsin? Kwenye hilo nadhani mwekezaji anapokuja kuwekeza sehemu huwa wanasaini mikataba. Wanasaini mikataba na serikali. Na moja ya mikataba ya kiserikali wanayosainia, mfano tunachukulia mahotelini. Kazi za mahotelini kwenye mkataba wa serikali ukiuangalia, mtu wa mwanzo ambaye anatakiwa kupewa fursa za ajira hotelini ni kijana kutoka Zanzibari. Umeelewa vizuri, na sio kijana kutoka nje ya Zanzibar. Kwa hiyo Mzanzibari akienda pale kwenye kuajiriwa, manake kwanza anapatana. Umeelewa? Anapopatana kisha kusema kwamba mimi nataka kiasi fulani, anakuja mtu kutoka nje ya kijana kutoka Tanzania bara, yeye anakuja anashusha bei. Kwa hiyo muajiri atakuja kumchukua mtu kutoka Tanzania bara ambaye kashusha bei. Sasa jukumu la kufanya kwamba hapana asichukuliwe huyu, achukuliwe ni wa Zanzibari, manake linarudi kwenye jukumu la serikali ambao wao ndo walisaini mikataba na mwekezaji. Manake wasimamie, wahakikishe vijana wa Zanzibar wanapata ajira kama walivyosainiana mikataba. Kwa sababu yule mwekezaji aliahidi kwamba atatengeneza ajira wala za Wazanzibari kupitia hiyo uwekezaji wake. Kupitia huo uwekezaji wake. Wanakiuka wao wenyewe. Wala. Ndio. Let's say mtu unamwajiri unamwambia kwamba unamlipa kuanzia 8,000 mpaka 12,000 kwa siku. Ndio. Unachukulia kwamba wastani wa mshahara wake kwa mwezi atakuwa anaingiza shilingi ngapi? Ukisema 10,000 kwa mwezi atakuwa anaingiza 300,000. 300,000 kama anafanya kazi Jumatatu mpaka Jumapili. Atakuwa anaingiza 300,000. 300,000 hiyo kuna mahitaji yake ya kila siku. Tuchukulie kwamba kwa kila siku yeye analisha shilingi 5,000. 5,000 hapo hajaumwa mtoto, hajafanya chochote. Unakutia kwamba kile anachokiweka kwa siku haizidi hata shilingi 1,000. Unakutia kwamba lazima Mzanzibari anapoenda sehemu lazima kwanza apatane. Na unachojua kwamba Zanzibar katika masuala ya vyakula kidogo bei yake ipo juu. Na kutia ile ale chakula bora, unakutia mchele na 3,200 mpaka 3,400. Sasa unakutia kwamba Mzanzibari, ndio maana unakutia kwamba kazi yoyote ile ambayo kwa siku atakuwa anaingiza 10,000 kwake itakuwa kama hafanyi kitu. Ndio maana unakutia grupu kubwa la Zanzibari siku hizi linakuwa bila kazi. Ila kuna namba huyo anayetoka bara, yeye hiyo pesa inamtoshaje? Anayetoka bara tunaweza tukasema kwamba inamtosha kutokana na kwamba yeye anakuja zake Zanzibar, anakuwa na baadhi ya vitu vyake amekuja nazo. Sasa tunakuja wengine na hama wanakuja na matama pole ya mchele ya kuanzia maisha, anachukua chumba yule, anafanya kazi ya siku 10,000. Kwake ukimuuliza babu, mbona unafanya kazi hiyo? Yeye kila kitu anakuambia pesa naika nyumbani. Alafu nikihitaji vitu naagizishia nyumbani. Unakutia kwamba maisha ya Mbongo na Mzanzibari anapokuwa hapa yanakuwa tofauti. Maisha ya Mbongo na Mzanzibari. Hivi kumbe Wazanzibari sio Wabongo? Ndio. Ndio. Wazanzibari sio Wabongo? Ndio. Mimi najua Bongo ni Tanzania nzima. Hamna. Cheni hizo bwana. Sisi wote wamoja jamani. Hamna, si wamoja. Sio wamoja. Sisi ni nchi mbili tofauti. Nchi mbili tofauti. Najua makubali ni nchi mbili tofauti. Hebu mpe haya Mike, anasema uhakika. Sisi ni nchi mbili tofauti. Nchi mbili tofauti. Sisi ni nchi mbili tofauti. Mimi nina kitambulisho cha Mzanzibari.
wewe una kitambulisho cha Tanzania tu. Ndio, Zanzibar si sehemu ya Tanzania? Sio sehemu ya Tanzania. Mtu wa mkoa wa Kigoma hana kitambulisho cha mtu wa mkoa wa Kigoma. Ndio tujiulize kwa nini Mzanzibari anakuwa na kitambulisho cha Kizanzibari baadaye kuna kitambulisho kimoja cha taifa. Zanzibar ni nchi ambayo imeungana na Tanganyika. Kwa Zanzibar ilikuwa ni nchi huru, ikaja ikaungana na Tanganyika, ndio ikawa nchi moja. Lakini Zanzibar ina nini? Ina tawi lake maalum. Sasa hiyo Tanganyika iko wapi? Tanganyika iko Tanzania bara. Sina kitambulisho cha Tanganyika. Tanganyika ipo. Isipokuwa Tanganyika wamezima kutaka kudidimiza kisiwa chetu. Tanganyika imezima na ndio maana kabla ya mapinduzi na muungano kulikuwa kuna Tanganyika na kulikuwa kuna Zanzibar. Wape na wengine nafasi. Kweli kisiwa chenu kimedidimizwa? Ndio. Watu wengine, hebu mpe mic nani hapo au Ulfad. Eti kisiwa kimedidimizwa? Tuseme kisiwa cha Zanzibar tunaweza kusema kweli kimedidimizwa kwa upande fulani. Kwa sababu tuje katika hiyo nafasi za kazi. Siku hizi Wazanzibari ni wengi ambao hawapewi kazi serikalini na katika sekta binafsi. Unaweza ukasema kweli Mtanganyika anatoka anakuja Zanzibar kutafuta kazi ambayo ile kazi Mzanzibari hajapewa, lakini ukiangalia analipwa pesa ndogo, pesa ambayo Mzanzibari kaikataa, lakini kazi anayoifanya ni kubwa kuliko pesa anayolipwa. Ndio maana wanachukuliwa Watanganyika wingi wanaletwa Zanzibar sasa hivi. Unajua Watanganyika pia nao wanalalamika nini? Kule kuna Wazanzibari wakuu wa wilaya, wakurugenzi sijui wa halmashauri, kwenye mashirika binafsi, mashirika ya serikali, kuna Wazanzibari wako kule wanafanya kazi. Kwa hiyo fursa kule na wenyewe wanazipata. Fursa ambazo wanazipata wao, yani fursa ambazo Zanzibar wanazipata kwenye serikali ya muungano ni chache kuliko fursa ambazo wanazipata Tanganyika kwenye serikali ya muungano. Serikali ya muungano hakuna Watanganyika bwana. Serikali ya Zanzibar kuna Watanganyika. Serikali ya Zanzibar kuna Watanganyika? Watanganyika wapo. Kwenye nafasi gani? Nyingi tu. Kama zipi? Kama zote, ukiingia serikalini lazima tutakuta huwezi kuwa mwakilishi, huwezi kuwa waziri huku, huwezi kuwa katibu mkuu. Unajua nini kilichofanyika? Kilichofanyika ni hichi. Kaka Barwa, ni wewe sasa hivi umetoka Tanganyika umekuja hapa. Na mimi nimetoka Tanzania. Umetoka Tanganyika umekuja hapa, hujatoka Tanzania. Umetoka Tanganyika umekuja hapa. Sawa? Wewe ukija ukiishi hapa ndani ya miaka miwili tu, sheria zinakuwa zinakiukwa, utakuwa una haki ya kupata kitambulisho cha Mzanzibari. Sawa? Kitu ambacho Mzanzibari ananyimwa. Kwa mantiki hiyo, maana yake wewe utakuwa una uwezo wa kuchukua nafasi za Kizanzibari kama Mzanzibari kivuli. Haya, hilo la Utanganyika, Utanzania, Utanzania bara, Uzanzibari, labda kama kuna mwenye nyongeza, lakini nadhani hilo tumelipata, limeisha hilo. Lile la uvyama kuna nyongeza yoyote? Au tunalichukua kama lilivyo? Kwamba kuna upendeleo wa dhahiri kabisa. Unaambiwa uende huyu mwenzetu au sio mwenzetu. Hilo na lenyewe liko hivyo. Wote tunakubaliana nalo, ndio liko hivyo. Hilo limetulia. Sawa. Pamoja na shida ya uvyama, shida ya Uzanzibari, Utanganyika na kadhalika. Hapa Mahonda, ni fursa gani wewe unaziona hapa zinazoweza kumsaidia kijana kujikwamua ile maisha yake yaweze kuwa mazuri zaidi huko baadaye? Fursa ambazo naziona hapa kikubwa ni kilimo tu. Kilimo. Mazao gani hasa ambayo hapa yanaweza yakamkwamua mtu? Nachokiona mie ni mboga tu. Mboga. Sawa. Asante. Mwingine kuna fursa gani hasa wale ambao hatujazungumza fursa pia mnaziona? Mtu akikuuliza ndio unaitangaza hivyo Mahonda kwamba kuna fursa gani? Utasemaje? Mwingine achukue mic. Kama kiwanda fursa ipo. Jasiriamali. Kwa sababu ukija Mahonda kitu cha kwanza maana kitu tunachoangalia kinaweza kuinua vijana ni kiwanda. Cha kwanza ni kiwanda chetu cha kwanza ni kwa hapa ya Mahonda. Hiyo ni fursa ya kwanza ambayo
Mahonda nzima, yani watu wengi wanategemea katika viwanda, katika kiwanda cha Mahonda. Yani fursa zipo, lakini ndio tunasema shida zinakuja katika ukishaenda kuomba kazi, maana yake unaanza kuangalia uchama, maana yake huyu maana yake uwezo ukapata, ndio naanza yani vyanzo. Kwa hiyo hata hospitalini uchama unakuja tena, yani sehemu yoyote serikalini, yani ukiambiwa serikalini, ajira serikalini, maana yake lazima uletee vitu hivi, yani lazima. Sasa kwa nini msichukue kadi za hicho chama? Hebu mpe dada hapo. Hiyo kadi ukenda kunako kadi ukisema tu mimi naitwa kama mimi naitwa Amina Hassan Kombo, ukenda huyu babake yuko mlengo fulani, huyu msimpe kabisa, msimgusia sasa huyu. Kwa hiyo hupewi sawa, hutizamwa hata usoni, utaondoka huyo. Ukitaka kwenda kuipata hiyo kadi, jina lako tu Kombo linakufanya usipewe hiyo kadi. Ndio, kwa sababu babangu anamjua, huyu babake, bila hata kumuuliza sheha, huyu babake yuko mlengo fulani. Abdulaziz. Mimi labda nichangie katika jambo hilo kidogo tu, nigusie kwenye masuala ya uchama. Sometime mtu hajiengeji kule katika chama, so yeye wala so mzazi wake. Tunakumbuka kwamba Zanzibar ni muunganisho wa visiwa viwili, Unguja na Pemba. Kuna kitu chengine wanakiangalia, huyu mzee wake katokea kisiwa cha Pemba. Kwa hiyo kisiwa hichi huku wote ni chama mizani. Kwa hiyo hawaangalii labda mtu anayo identity ile, anayo simbo au sign, kitambulisho cha chama. Labda mtu katokea huko, mzazi hajawahi kwenda katika shughuli yoyote ya nini ya siasa, mzazi hajawahi kwenda katika, hajawahi kuvaa uniform labda ya chama pinzani, wala kutoka barabarani na kelele kusherekea, lakini anatokea upande wa kisiwa cha Pemba. Kwa watu wote wanaona labda ndio yule. Pengine wewe faith yako, imani yako wewe ni kwenye hicho chama kingine kabisa, chama tawala, yani pengine wewe chama chako tawala, yani pengine faith yako pengine labda, au hupo na chama chochote, lakini watu wote wanakufikiria kwenda kuomba kazi, bwana utakuwa chama pinzani kutokana na mzazi wako katokea kule, na mzazi wako pengine haja kushiriki. Nyerere alituasa kuhusu dhambi ya ubaguzi, aliita dhambi ya ubaguzi. Kianza kusema huyu Mtanganyika, huyu Mzanzibari, Wazanzibari nao wataanza kubaguana, wa chama hiki, wa chama hiki, wa kisiwa hiki, wa kisiwa hiki. Ninyi mlivyokuwa mnanibagua mimi, kuniambia mimi Mtanganyika, mnaona sasa na nyie mnaanza kubaguana wenyewe sasa. Hamna. Hamna. Ile dhambi inakuja inawatafuna sasa. Sisi hatujakubagua. Isipokuwa tulikuelezea ukweli wapi chumbuko lako limetokea. Kunielezea ukweli sio kunibagua. Hatujakubagua. Tumekuelezea uhalisia. Amenielezea uhalisia wangu. Wapi unatoka. Nijijue. Wala. Sawa. Mimi nimekubali. Kuna changamoto gani zinakukwamisheni ninyi kuweza kuzipata hizo fursa? Ukiacha tu uchama, ukiacha Uzanzibari, Utanganyika ambao tumeshaizungumza, kuna vikwazo gani vingine vinavyomkwamisha kijana wa Kizanzibari kuweza kutumia hizo fursa kujikwamua? Karibu, Twalib. Kwa sababu pesa ndo kila kitu katika dunia, tunaweza tukasema hivyo, kwa sababu huwezi kuanzisha kitu fulani ukawa huna labda income. Lazima uwe na income, mambo mengine yaendelee. Mtaji. Mtaji. Lazima tuwe tuna mtaji. Mtaji ndio utatufanya kwamba tuendeleze kitu fulani ambacho tunataka kuendelea kufanya. Mimi nadhani changamoto nyingine ukiacha mtaji. Kuna fursa nyingi tumezungumza, zipo. Kazungumza mwanadada ushoni, kuna kilimo, kuna ufugaji na sekta nyinginezo ambazo tunaweza tukafanya tukajiajiri. Lakini kuna baadhi ya vitu unaweza ukafanya lakini ukawa huna taaluma ya kile kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo kwako ikawa changamoto, let's say nataka nifuge kuku. Ndio. Lakini tayari pengine mtaji kidogo nishawezeshwa na mtu. Nimewakusanya kuku lakini sina elimu ya kuwafuga wale kuku au kushughulikia wale kuku. Kwa hiyo unakuta nafanya kile kitu lakini mwisho wake hakuna benefit inayopatikana kwa sababu sina taaluma na ile kitu. Tukisikiliza kwenye TV, tukisikiliza kwenye radio, tukisoma katika vyombo vya habari, unasikia mipango ambayo serikali inakuwa imefanya ya kutoa mafunzo mbalimbali, ya kutoa hiyo motisha, mitaji wanazungumza. Sasa ninyi kwa nini unataka ukae tu Abdulaziz uletewe kila kitu?
labda tuseme hivyo, watu wanakuwa wanafikia huko, au sometime mtu hana media yoyote ya kusikia kile kitu, kama kuna kitu fulani sehemu fulani kinatolewa au ujuzi fulani sehemu fulani kunatolewa, mtu atakuwa hana media yoyote ya kusikia kile kitu. Ndio maana tulikuwa tunataka wafike hapa nao watoe supporta kama ni income yoyote na motisha. Changamoto nyingine ambayo inajitokeza tuseme kwa hao watu ambao wanafanya vilimo na wafugaji, kunakuwa kuna hawa wizi. Kwa maana hiyo ushajiwezesha kufanya mtaji wako mwenyewe ambao kukwamua kimaisha, yeye anakuja na kurudisha nyuma, kwamba wanaiba wanaenda kuuza huko. Kwa maana hiyo wewe unabaki huku huna kitu. Hiyo pia ni changamoto kubwa ambayo ipo Zanzibar. Jamani, wizi kweli upo anavyosema Ulfat. Huku kama hapa tumekaa naona watoto wako pale chuo wanaanza kujifunza kuhusu imani yao tangu katika umri mdogo. Na mwanzoni pale Muhsini wakati anatambulisha toko wapi, alisema sifa kuu ya watu wa hapa ni watu wenye heshima, wenye hekima na kadhalika. Sasa wizi umetoka wapi tena? Wezi ni watu tu kama mimi na wewe, lakini wao ndio wameshajitengezea kwamba sisi kazi yetu ni wezi. Yaani hapa pia. Ni tofauti, manake wapo watu ambao wanatoka ndani eneo la Mahonda na kuna watu ambao wanatoka nje eneo la Mahonda. Kwa sababu wingi wao ambao wanajihusisha na hizi tabia za wizi ni wale ambao pia wanajihusisha na starehe ambazo wanakuwa wanafanya starehe kubwa bila ya kuwa na kipato au kipato chao kinakuwa ni cha chini. Kwa hiyo wale ndio wanakuwa ni wanakuwa connection yao ni kubwa, kwa hiyo wanakuwa wanatoka sehemu mbalimbali. Unaweza kama mtu akatoka mjini akaja hapa tu akaiba then akaondoka zake. Apate pesa kwa ajili ya kufanya starehe zake. Wala. Sasa tunaelekea ukingoni tuweze kukamilisha mazungumzo yetu. Ni rahisi sana kwetu sisi kuweza kuzungumzia changamoto na kuweka lawama kwa wengine. Tukijipa nafasi, yani kwa mfano wewe leo ikatokea ndo huko katika vyombo vya mamlaka unafanya maamuzi. Ungefanya maamuzi gani tofauti ambayo yanaweza sasa kumsaidia kijana wa Mahonda aweze kuwa na maisha bora zaidi siku zinazokuja? Lazima kwanza nitachukua wale ambao nazungumzia kwamba wale wenye elimu, nitawapa kipaumbele kikubwa. Wenye elimu ndio ungewapa kipaumbele kikubwa. Endelea. Ili mradi so mtu kasoma kamaliza degree, lakini kwamba yule anaenda kuachwa anaenda kutafuta mtu mwenye certificate. Hivyo ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo nitamchukua yule mwenye degree kwanza ni muajiri, na ndipo baadaye nitamtafuta na yule mwenye certificate naye nimpe ajira. Kwa hiyo wewe ungezingatia uweledi, kwamba mwenye degree aliyesoma ameelimika ndo apewe nafasi kwanza. Mimi ningeondoa ile racism, ubaguzi, ubinafsi. Kwa hiyo Watanganyika tungeruhusiwa sasa. Labda kwa sehemu hii, labda kwa jamii ya Mahonda au sehemu nyingine yoyote ile, ningeondoa hii ubaguzi, ubinafsi. Kwa sababu ukishaondoa ubinafsi, mambo mengine ndio yatakuja wenyewe tu. Kwa hiyo tusiwe na kubaguana. Ubaguzi uwekwe pembeni. Kama nyewe Watanganyika mtakuja huku sawa, sisi Wazanzibari tukija kule mtupe fursa. Kwa hiyo ubinafsi tu. Ukishaondoa ubinafsi, kila jambo litakwenda sawa. Sawa. Asante. Lakini kama ningekuwa sehemu ya serikali ambapo nasomesha vijana kwenye hizi sekta za ujasiriamali, labda kwenye uchongaji, mapishi, udarizi na kitu chengine, ningehakikisha nawapa mikopo yenye riba nafuu. Kwa sababu mikopo ipo natolewa, lakini riba yake ni kubwa. Kwa hiyo mimi kama mjasiriamali ninaogopa kwenda kuuchukua ule mkopo, kwa sababu nikifanya calculation zangu vizuri sioni kama ule mkopo unaninufaisha mimi. Isipokuwa fursa za mikopo zipo na mnazisikia, lakini riba yake inakuwa ni kubwa. Manake unaweza kwenda kuchukua mkopo riba yake ikawa nusu ya huo mkopo. Kwa hiyo kama unafanya mahesabu yako mazuri, inakuwa ni kwa ajili ya anayetoa riba, sio kukusaidia wewe. Na riba yoyote hata unaposema nafuu, lakini riba yoyote si ni haramu? Riba ni haramu. Tukija kwenye dini, riba haitakiwi. Lakini serikali manake ndio utaratibu wao wameweka hivyo. Au kwa serikali inafanya vitu haramu. Manake kampuni, serikali haina dini. Serikali haina dini. Kwa hiyo kwenye riba wao hawatambui kama ni haramu, kwa sababu serikali haina dini. Sawa? Lakini mabenki tumesikia kuna Islamic banking, kuna mitaji ambayo
inakuwa kwamba mnakuja kugawana faida, lakini sio riba. Wala manake hao sasa inahitajika kikundi cha watu ambao mnaenda kuweka zile pesa. Hapa tunamzungumzia mtu ambaye hana hata hiyo pesa, hana mtaji kabisa, kasoma fani, kamaliza, yupo nyumbani. Huyu anataka kujiendeleza kwenye fani yake, manake lazima apate mtaji. Wapi atapata mtaji? Bwana Barwan wote kutoa mtaji kwa njia ya mikopo. Nadhani hii mvua inataka tumalizie hapa. Kwa hivyo na mvua imechachamaa, turidhike na kile ambacho tumefanikiwa kukipata katika mazungumzo yetu kwa siku ya leo. Tulianza kwa kuzungumza nini maana ya dira, na wote tunauelewa mzuri kuhusu dira. Sio wengi ambao wanafahamu kama Tanzania ina hiyo dira yake ya maendeleo mwaka 2050, lakini kila mmoja wetu hapa ana ndoto yake katika maisha yake ambayo anataka kuweza kuifikia. Tunafahamu fursa ambazo zipo hapa Mahonda, tumezizungumza. Tunafahamu changamoto ambazo kijana anakabiliana nazo zinazomkwamisha yeye kuweza kupata zile nafasi za kuweza kujikwamua kimaisha, lakini vile vile tumeweza kusikia nini ambacho kinaweza kikafanyika. Na katika changamoto kubwa ambazo tumezisikia ni kwamba kuna ubaguzi wa Mzanzibari dhidi ya Mtanganyika au Mtanzania bara. Wale wa Tanzania bara wanapewa nafasi zaidi kwa sababu wao wako tayari kufanya kazi kwa unafuu, wako tayari kulipwa ujira wa shilingi 12,000 kwa siku badala ya shilingi 30,000 kwa siku. Na hicho kiwango cha 12 sio ajira yenye tija wala yenye hadhi, kwa sababu haimsaidii kijana kuweza kujikimu kimaisha. Kwa hiyo kunatokea huo upendeleo. Vijana wa hapa Mahonda wanaona kwamba wanakosa hizo fursa kwa sababu wapo wale ambao wako tayari kufanya kazi kwa ujira mdogo. Lakini vile vile kuna ubaguzi unaofanyika kwa uchama. Mwenye mrengo huu dhidi ya mrengo huu anakosa fursa, na kwamba pamoja na kwamba kijana haendi pale na kusema yeye ni wa mrengo gani, lakini kuna mfumo ambao upo unaopelekea kijana aweze kutambulika yeye ni wa mrengo gani, na unamnyima fursa iwe za ajira serikalini au pia za ajira katika sekta binafsi, kama ambavyo tumewasikia wenyewe wakiweza kuzungumza. Na kama tulivyoanza awali kwamba hiki kilikuwa ni kipindi hiki ni kipindi cha 6 katika mfululizo wa makala hizi ambazo tumekuwa tukiziandaa, na mimi nimekuwa nikiziongoza hizi makala 6 mpaka sasa, ambazo tumeanza Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, na sasa tumekuja Unguja. Na hii ikiwa makala ya 6 ama kipindi cha 6, mimi ambaye nimekuwa nikiongoza kama Barwani, naweza kusema kwamba hii ndio makala yangu ya mwisho. Zitaendelea nyingine, tukae mkao tayari kuweza kuendelea na vipindi hivi, lakini vitakuwa vinaongozwa na mwenzangu ambaye na yeye ni kijana zaidi kuliko mimi. Mimi ni kijana by spirit, lakini kuna kijana zaidi atakuwa anaziongoza kuanzia sasa. Kwa hiyo hii sio kwamba ndio imefikia mwisho. Makala hizi zitaendelea, lakini zitakuwa zinaongozwa na mwenzangu mwingine, na mimi ni waage na niwashukuru wote ambao tumezifuatilia hizi makala 6 mpaka sasa. Tunaweza kuona maoni ya vijana. Binafsi nimejifunza vingi na nimefurahia. Mpaka wakati mwingine, shukran sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.